1:30 hivi kumeanza kupambazuka. Nikapigiwa simu. Nini? Wasema si France amejinyonga. Nikamwambia acheni utani. Amejinyonga. Kijana mmoja mkazi wa kijiji cha Hala, wilaya Babati mkoani Manyara amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa suruali, tukio ambalo limezua masikitiko makubwa miongoni mwa familia na uongozi wa eneo hilo. Kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Francis Peter mwenye umri wa miaka 34 anaripotiwa kuwa alikuwa na matatizo ya afya ya akili kabla ya kuchukua uamuzi huo wa kusikitisha. Hii ni ripoti ya Global TV kutoka Babati, Manyara. Kimtambo Francis ni kijana wangu. Nilipata taarifa tu kwamba mtoto wangu kichwa kijakaa vizuri. Wakaniambia kwamba alikuwa kazini huko kwa Lambo huko. Wakaniambia kwamba ameruka kutoka juu, ameruka geti. Wakati huo wakaniambia mbona kichwa kama hakiko vizuri, hebu mfuatilieni. Nikajitahidi kumfuatilia, baadaye nikasikia yuko kwa wajomba huko. Alipoenda huko mjomba wake akawa na watoto huko. Kanunulia pipi kama kawaida. Nikaendelea kumfuatilia, jioni nikasikia tena yuko Korongoni huko kwa Lohai kwenye lori la Lambo hizo, lori la mzigo hilo. Katulia, sijahangaika tena. Asubuhi nikampigia simu ikapatikana. Mchana saa 8 hivi nikasikia yuko shambani anang'oa majani. Basi nikampigia simu akaniambia nakuja, hebu nipikie. Basi nikampikia chakula hapo kidogo, akaja yuko na majani, kweli ameniletea majani ya ng'ombe ya kutosha. Alipofika amekaa hapo, akaniambia mama, kichwa kinaniuma. Nikamwambia shida nini? Ni kichwa tu. Akasema kichwa kinaniuma sana. Basi nikawa naona analipuka, yani ni joto linatoka, jasho nyingi ya kutosha. Basi kamchukulia maji ya kuoga, akaoga. Nimaliza kuoga, anasema mama, mpaka na koo yote inauma. Sasa nikamwambia pumzika hapo ndani. Alipopumzika nikawa nimechukua maziwa mabichi ya kutosha, nikavuruga na sukari. Nikawa nimempa. Nilipompa, alipokunywa ile maziwa, akaniambia ngoja nilale kidogo. Akawa amelala hapo ndani. Nikarudisha kumbukumbu. Mbona kichwa hichi ni tarehe zile zimefika? Hicho kipindi hicho anavuna ni. Nikakuta tarehe zile kichwa nimekaa vibaya, dishi limeyumba. Ila tatizo toka mwaka gani yule? Alina muda. Nilimpeleka hata Mirembe huko, kamrudisha kama ametulia. Akalala hapo ndani. Akasema naomba na chakula. Tukampa chakula, akala. Akalala vizuri. Akasema tena niongezee. Tukamongezea, niongezee na maziwa. Tukamongezea, akala. Nikamwambia unabaki? Akaniambia mimi nitalala. Sio kwa amelala. Saa 8 usiku nikashtuka. Kutoka hamna mtu. Basi nikanyama. Ndio hiyo usiku ajinyonge sasa. Juzi usiku kwa mkie jana. Basi endelea na shughuli zangu kidogo, napigiwa simu. Mbona kama kuna tatizo kwako? Nikashtuka. Mbona kama kuna tatizo kwako? Nikamwambia kuna nini? Kijana wako yuko amejinyonga porini huko korongo la shule. Nikauliza majirani pale. Wakaniambia ni kweli. Kijana ameamua kujifupishia maisha. Basi ndio ikawa hivyo. Nikajitahidi kweli, na mimi nikaenda ndio nikashuhudia hilo tukio. Kweli nimemkuta amejinyonga. Amevuta mkanda wake wa suruali, kaingiza, amegeukia huko. Ukiangalia uso hivi, ukiangalia hivi uone vizuri kabisa, yani safi. Kanda tu ya suruali yake. Basi ndio hivyo. Wakati wote ule cha kusumbuliwa na matatizo yale, alikuwa akijishughulisha na shughuli za mbalimbali. Kuna hicho kipindi sasa kinakujaga kulipuka. Kwa hiyo hapa ni kipindi cha kimeshalipuka.
33 anaitwa Francis Peter. Francis Peter hajaoa ila na watoto wake, alizaga mtoto yuko mmoja niko naye hapa na mwingine yupo. Kwa majina anaitwa Elizabeth Maziku. Huyo marehemu ni mke yani wa mjomba wake. Kwa kweli marehemu jinsi tulivyokuwa tukimfahamu, alikuwa ni mtu ambaye asiyependa maneno, ni mtu anayetumika hata katika kitongoji hichi. Kwa kweli ni mtu ambaye ni mtoto ambaye anayetumika kwa jambo lolote lile. Kwa kweli tumesikitika sana kwa kitendo hichi kilichotokea kwa kijana wetu huyu. Pia haikupita muda hapo juzi alifika pale nyumbani kwangu, ni kama vile sijui ndo alikuja kutuaga, akakuta watoto pale, akawachukua watoto, akaenda nao dukani, akawanunulia biskuti. Kwa kweli watoto walikuwa na furaha na yeye pia alikuwa na furaha na watoto. Nikamuuliza, Francis, leo ukoje? Mbona una amani? Akasema nahisi kama vile kichwa kinaniuma. Nikamwambia, dawa zile ulishaacha kuzitumia? Akasema natumiaga tu. Nikamwambia utakuwa hutumii, kwa sababu tangia alipoanza kuugua kama mwaka jana alikuwa akitumia zile dawa zake za akili. Mimi kwa jina ni Selemani Abdalla, kitongoji mstaafu, na kumuelewa marehemu na muelewa jinsi alivyo, na matatizo mara ya kwanza alipata kusema kweli akawa na nani ya upungufu wa akili. Alijaribu kupelekwa Dodoma kwenye matibabu na akarudishwa. Alipokaa kule kama miezi 5 hivi au 6, alafu akarudishwa. Kabla nyumbani alikuwa anaendelea vizuri tu, kwa kwamba ile kitu imepungua. Jana usiku kwa mkia jana, ina maana kwenye saa 11:30 hivi kumeanza kupambazuka, nikapigiwa simu. Nini? Wasema Francis amejinyonga. Nikamwambia acheni utani. Amejinyonga kweli? Ndio tukaondoka. Nani amemuona? Watoto wa shule. Watoto wa shule wanakwenda shule ya asubuhi, kwa sababu kuna watoto wa shule wa darasa la 6 na darasa la 4 na la 7 wanasoma. Na ndio hivyo Basi nikakimbia kwenda kumwangalia, kumkuta pale. Ni nini sasa hii? Ndio kumkuta kweli amejining'iniza. Tukaona sasa hii tena ni maajabu ya namna gani? Mbona haya matokeo vijana kuchukua kamba tu ni nini? Kwa sababu aidha mara ya kwanza kwenye miaka ya nyuma huko kuna vijana kama 3 hivi walijinyonga. Na taarifa ilichukuliwa hivi kama nyinyi mnavyochukua. Ikapelekwa. Basi baadaye tukaanza kuonya kwenye mikutano. Tukapai kitu acheni, sijui kitu gani, wazee waanza kukaa, madhehebu ya dini tukayaita, wakawa na jaribu kuomba hivi vitu vipishilie mbali. Basi ikawa imepoa. Sasa tunashauri hii ya juzi ndio ya jana ndio imeleta tishio tena. Kitu bado inarudi tena. Na tumejaribu kukaa sisi msikitini jana hapo, kwa tumepeana mawazo kwamba tujaribu kuita hata angalau maulidi ya kuonya hiki kitu. Hiki kitu ni mbaya. Mwaka watoto vijana wanaisha. Unaona? Vijana kama namni hata hao kesho wanavinani si watakuwa mbona fulani alijaribu alijinyonga. Unakuta mtu anajinyonga na anapenda. Naitwa Manuel Franki. Marehemu ni kakaangu, mtoto wa baba mkubwa. Kwanza kwa siku hili tumeshtushwa sana, kwa sababu si wenyewe hatujatarajia kama kingeweza kutokea kitu kama hichi. Vijana sasa hivi nahisi wengi wanajichanganya sana na vitu ambavyo ni vibaya, lakini kutokana na hakuna watu wa karibu wanaweza wakawaelimisha kutokana na hivyo vitu ambavyo wanavitumia. Kwa hiyo niseme tu kwamba vijana wengi tuachane na vitu vya makundi, vitu vya kuiga. Kwa namna ambavyo tukio limetokea la kaka kujinyonga, pengine ni tatizo lake la afya kivi imepelekea, au unahisi kuna kitu gani kingine? Kwa hapo yani kusema kwamba mimi nahisi tu ni kwamba labda kuna vitu labda alikuwa anatumia, wengine itakuwa labda ni kwa siri. Yani na maana
sema mara nyingi anakuwa peke yake. Unajua vijana pia mimi nahisi kuna afya ya akili. Afya ya akili, watu wengi sana wanaumwa afya ya akili lakini hawatambui kama wanaumwa afya ya akili. Kwa hiyo ina maana yani ingekuwa mara kwa mara watu wanaweza kuelimishwa kutokana na afya ya akili mpaka mtu kuchukua maamuzi kama hayo, ingekuwa ngumu sana, kwa sababu ina maana mpaka mtu kuchukua maamuzi hayo ni swala katika hali ya kibinadamu imeshindikana. Kwa ameamua kabisa bwana, kwa njia yoyote hichi kitu kinachonisumbua au mimi nimekwama au kitu hichi kimeshindikana mimi kukitatua. Kwa hiyo ina maana mtu anaweza kufanyaje, akaamua kufanya maamuzi ambayo ya kipekee yake. Lakini kama angekuwa wala vijana wanaopewa afya ya akili, ana uwezo wa kuvumilia na akaweza kutatua ile tatizo ambalo inamsumbua. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.